Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye kwa mapenzi yake na utukufu wake ametujalia waja wake pamoja na matatizo mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu ametupa afya na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hatuna budi kumtakia rehema kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ningependa kutoa faida dawa ya matatizo ya maradhi ya bawasiri. Kuna bawasiri ya ndani na kuna bawasiri ya nje. Kwa hiyo bawasiri ya ndani na ya nje. Hapa leo nataka tuzungumzie kwanza bawasiri ya nje, ambao bawasiri ya nje huwa kuna kitu kama kinatoka hivi sehemu ya haja kubwa, kuna kitu kama kinatoka kama kidole hivi. Sasa tunahitaji, na mwingine unakuja kukuta kwamba kuna hali ya maumivu fulani anakuwa anaisikia. Sasa kwanza lazima tutazame hapa, kwa nini asilimia kubwa chanzo cha hili tatizo. Mtu yoyote anaoanzwa na tatizo hili, kwanza kabisa lazima mtu huyo ukimchunguza kupata choo kwake ni ngumu sana, na inafika mahala hata choo anaweza akipata kama cha mbuzi. Sasa matokeo yake ndio inaleta athari ya kupata bawasiri. Sasa nini cha kufanya? Kama mtu yote anasumbuliwa na tatizo la bawasiri inakusumbua ya nje, basi utatafuta vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, tafuta mafuta ya karafuu. Mafuta ya karafuu. Kisha baada ya hapo, cha pili, tafuta mafuta ya kitunguu swaumu. Ukishapata mafuta ya kitunguu swaumu, tafuta mafuta ya ndimu. Ukishapata mafuta ya ndimu, kisha baada ya hapo, haya mafuta yote yachanganye kwa wakati mmoja. Ukishachanganya kwa wakati mmoja mafuta haya, chukua maji lita moja. Maji lita moja. Kisha baada ya hapo maji hayo yaweke kwenye sufuria. Ukishaweka kwenye sufuria, chukua mfuniko mzuri. Kisha yale mafuta uliochanganya weka kwenye sufuria, kwenye yale maji yale, na yale mafuta weka mle mle. Kisha baada ya hapo weka jikoni, funika vizuri, ichemke vizuri, haswa ichemke mpaka katika ile lita moja ibaki nusu lita. Kisha baada ya hapo mimina kwenye ndoo ya maji. Ukishamimina kwenye ndoo ambao haina maji, sasa ndio na mimina yale maji uliochanganya na yale mafuta. Kisha baada ya hapo, mtu mwenye tatizo hilo la bawasiri atatakiwa kufanya, atatoa nguo zake, kisha atakalia ile ndoo. Atakalia ile ndoo, maana yake ule mfuke wa ile dawa iende ikapige kwenye jeraha lile la bawasiri, liende likapige pale. Atafanya hivyo. Akitoka kufanya hivyo, basi akate mwalovera. Ule utomvu wa mwalovera atakuwa anapakaa katika ile sehemu. Atafanya hivyo kila siku kwa muda wa siku zake 6 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo tatizo linakwisha kabisa la bawasiri. Linakwisha kabisa. Ni nini? Kwa sababu kile kinakuwa kama ni nyama fulani imetoka ndani kuja nje. Kwa hiyo kadri itakapokuwa vile, maana yake ile sehemu itakuwa inajiachia, na hata ile sehemu huwa ina tabia ya kukaza, inaachia, inakuwa laini mpaka inafika mahala ile nyama inarejea kuwa sehemu yake, na hilo tatizo halitokurudia tena utakapofanya zoezi hili. Halitokurudia tena hilo tatizo kwa idhini ya la ilaha illa Allah. Ukifanya hivyo kila siku, utafanya asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, ndiyo matumizi yake utakuwa unafanya hivyo kwa idhini ya Mungu. Hilo tatizo halitokurudia tena la bawasiri ya nje. Wabillahi tawfik. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.